Kwa majina naitwa Inspector Silvanus James Roemamu, natoka makao makuu ya Jeshi la Polisi, Kamisheni ya Upelelezi wa Makosa Jinai, kitengo cha udhibiti wa silaha na risasi. Kwa siku ya leo tumeweza kufika hapa Uhondo TV kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma kuhusiana na usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari. Usalimishaji wa silaha kwa hiari ni msingi wake mkubwa umekuja kutokana na tangazo la serikali lenye namba 537 ambapo ilitolewa tarehe 29 mwezi wa 8 2025, na notice ya tangazo, tunasema tangazo hili notice yake imetolewa chini ya kifungu cha 66 ambacho kinampa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Innocent Rugaba-Bashungwa kuweza kutangaza msamaha huu wa usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari, na ikiwa ni sehemu ya kuwafanya Watanzania wananchi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria na silaha ambazo zimemilikiwa nje ya utaratibu wa sheria ya udhibiti wa silaha na risasi kuweza kuzisalimisha kuanzia hivi sasa mpaka tarehe 30 Oktoba. Kiufupi, operesheni hii imeanza kuanzia tarehe 1 Septemba na itakomea tarehe 30 Oktoba mwaka huu. Pamoja na usalimishaji huu, ni kampeni ya kitaifa lakini pia ni kampeni ya kimataifa kwa sababu Tanzania ni nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ambapo Julai 2018 New York Marekani waliweza kuingia katika mikataba mbalimbali na maridhiano ya masuala mazima ya udhibiti wa silaha na risasi. Lakini tunakuja kuona vile vile pia nchi yetu ni mwanachama wa Umoja wa Afrika AU, ambayo tunakuja kuona imeridhia mikataba, itifaki na mambo kadha wa kadha kuhusiana na udhibiti wa silaha na risasi, ambapo mkutano huu uliofanyika tarehe 3 hadi tarehe 4 Julai 2017 Addis Ababa, Ethiopia, walikuja na maazimio kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 hadi tarehe 30 mwezi wa 10 kila mwaka itakuwa ni kipindi cha usalimishaji wa silaha kwa hiari. Hivyo basi tunakuja kuona kwa nini wameamua kuja na mkakati huu. Ni kwa sababu tunaona kabisa uzagaji wa silaha ulivyo na madhara makubwa katika nyanja mbalimbali na pia katika nchi tofauti. Kwa mfano, kunapokuwepo na uzagaji mkubwa wa silaha kunapelekea uvunjifu wa amani, kunapelekea kiwango cha uhalifu kuongezeka, inapelekea hofu na inapelekea pia saa zingine hata kukwamisha jitihada za maendeleo, kwani tunaamini maendeleo na uhalifu ni vitu ambavyo vichangamani. Ndugu mtangazaji, risasi haziwezi kawa zinalia hapo nje wewe ukatoka nyumbani kuja kuendesha kipindi hapa. Kwa hiyo haya yote yameonwa na Umoja wa Afrika, ndio maana wakaamua kuja na hii September kwa September Month of Nations. Hivyo basi vile vile tunakuja kuona kifungu cha 66 cha sheria ya udhibiti wa silaha na risasi kinampa dhamana waziri wa mambo ya ndani ya nchi kama nilivyomtaja, na kwa kushirikiana na mamlaka zinahusika za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuweza kuhakikisha zoezi hili la usalimishaji wa silaha linaendelea na linafanyika kwa usahihi kabisa. Labda silaha haramu. Ndio. Anasikia tangazo hili. Ndio. Anakuwa na mashaka sana. Ndio. Kienda pale nitaachwa au itakuwaje? Tupe hii hapa. Kuna wingi wa mashaka inawezekana kwa watu ambao nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa ukijaribu kuangalia tangazo hili ambalo nimelisema la tangazo la serikali namba 537 ambalo limetolewa kwa sheria ya udhibiti wa silaha na risasi ya 2015 ifanywa marejeo 2025, tunakuja kuona kabisa kuna sehemu inasema msamaha kwa wasalimishaji. Kwa wananchi wote watakaosalimisha silaha zao, silaha haramu kwa hiari, watanufaika na mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, hawatahojiwa wala hawatashtakiwa. Hicho ni kitu cha kwanza tutakachonufaika. Lakini pia watapata bahati ya kuingia katika kumbukumbu za watu waliosalimisha silaha hizo kwa hiari.
Kwa hiyo wajue kabisa hii kampeni ina kinga ya kisheria ambayo nimesema kwamba ni sheria ya udhibiti wa silaha na risasi ambayo sura ya 223 inaeleza, lakini pia kifungu namba 66 kinaeleza jukumu na dhamana ya waziri, ambayo kama unavyokumbuka hivi karibuni kupitia msemaji wa jeshi la polisi wameanza kutoa taarifa kwa umma. Kwa hiyo hii ni kampeni ambayo ipo kisheria, wala sio hisia za mtu mmoja au mtu. Ni kampeni ambayo ipo kisheria, lakini pia ni kampeni ya kitaifa na ya kimataifa. Kwa hiyo wananchi wao wajitokeze, na watakapofika katika vituo vyetu vya polisi au ofisi za watendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, hawataulizwa. Sana tu watachukulia taarifa zao kwa ajili ya kumbukumbu na kuwajengea kinga hapo baadaye, kwa sababu mtu anaweza kusalimisha silaha leo, alafu kesho baada ya zoezi hili kuisha, baada ya zoezi hili kuisha kuanzia tarehe 1 Novemba, tukapata taarifa za kiintelijensia kwamba kuna mtu fulani alikuwa anamiliki silaha ya labda aina ya shotgun au AK47, lakini mtu huyu baada ya kumkamata akatuambia nilishasalimisha. Kwa hiyo zile kumbukumbu zitakazokuwa tumetunza ofisini zitakuwa ni kinga kwake. Kwa hiyo wananchi wajitokeza kwa wingi na kuunga jitihada za kuhakikisha usalama wa nchi yetu. Kuna kampeni nyingi sana ndio ndani ya jeshi la polisi. Ndio labda kwenye kampeni hii ya kutaka watu warudishe silaha kwa hiari, ndio labda toka imeanza mpaka sasa hivi mwenendo upoje, mwitikio wa watu hao upoje, na faida yake ni nini hasa sasa? Okay. Ndugu mtangazaji, nipende tu kuweka wazi kwamba kwanza tuwashukuru kabisa Watanzania. Kwa kujua kabisa Watanzania ni watu ambao ni waelewa, na mpaka sasa wapo watu ambao tayari wameshaanza kusalimisha, japo kwa sasa siwezi kuitaja figa halisi, lakini ifahamike kwamba watu wanaendelea kuwasilisha mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali na vituo mbalimbali vya polisi na ofisi za kata za mtaa. Lakini pia faida anayoipata ni kama hivyo, hawashtakiwi, hawawezi kuchukuliwa hatua za kisheria wala hawashtakiwi. Lakini pia faida nyingine tunakuja kuipata sisi kama Watanzania wote na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, ni kwamba tunakuja kuona kwamba tunapoziondoa silaha haramu mtaani, ina maana kwamba tunajenga hali ya usalama endelevu, tunajenga hali ya kuchochea kasi ya maendeleo, tunajenga hali ya amani na utulivu. Kwani kukiwa na uzagaji wa silaha, ina maana kwamba kama nilivyosema hapo awali, mtu hawezi kutoka kwenda kanisani au akaenda sokoni, akaenda kazini, ili hali kuna mtaani kuna vurugu na machafuko, au mtu anafanya biashara mpaka sasa hivi. Je, ukaangalia sasa hivi watu wanafanya biashara mpaka usiku, lakini pia mabasi yanasafiri usiku kucha. Kwa hiyo yoyote ni jitihada za miaka iliyopita na jitihada za sasa na jitihada zingine endelevu zinazopelekea mpaka tunapata faida ya namna hiyo. Kwa hiyo zipo faida za mtu mmoja kama nilivyosema kutoshtakiwa, lakini kuna zipo faida pia za nchi nzima, sasa kwamba nchi yetu kuwa ni kisiwa cha amani na kuwa na hali ya utulivu. Kuna masharti yoyote labda katika zoezi? Yapo masharti ya usalimishaji wa silaha, yapo kwa mujibu wa kifungu namba 66 cha sheria ya udhibiti wa silaha na risasi, ambacho masharti ya kwanza kabisa, yoyote atakayewasilisha silaha hiyo kwa muda hatashtakiwa, ambao kwa muda uliotajwa kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 Oktoba 2025 hatashtakiwa wala kuchukuliwa hatua zote za kisheria. Lakini sharti lingine, silaha zitakiwa zisalimishwe vituo vya polisi na ofisi za watendaji wa mitaa na kata kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku, bila kujali kwamba ni weekendi au ni siku aina gani. Kwa hiyo sisi muda wote tunapokea. Lakini pia tunasema masharti mengine ni kama hivyo, tunasema kwamba kuna muda na pia na maeneo mahususi kama niliyoyataja. Ndio. Na mtu sasa akitaka muda umeisha, ndio, lakini yeye amefika bwana, labda kwa sababu za kibinadamu, ndio, yule mnampokea au mnafanyaje? Ndugu mtangazaji, nipende kukuambia kwamba jeshi la polisi ni jeshi ambalo linafanya kazi kwa mujibu wa sheria, haki, wajibu na weledi. Unaona? Kwa hiyo nadhani tayari umeshasema kwamba kutakuwa na sababu za kibinadamu.
Tunaamini kweli watu wana changamoto mbalimbali. Alikuwa amewiwa kweli kuisalimisha kwa wakati, lakini kutokana na changamoto za kibinadamu amechelewa. Nadhani sasa hapo ndio tunakuja kusema kwamba hekima na busara zitatumika katika hilo. Japo lakini tunapenda kuwasisitizia kwamba kuanzia tarehe 1 Novemba na kuendelea hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wale watakaokuwa hawajasalimisha silaha hizo haramu kwa hiari. Na nipende kukumbusha kwamba jeshi la polisi limenyumbulika vizuri katika majukumu yake. Ukienda katika ngazi ya makao makuu, tuna kamisheni inaitwa kamisheni ya polisi jamii na ulinzi shirikishi. Na ukienda mkoani kuna maafisa polisi jamii wa mikoa, na wilayani kuna maafisa polisi jamii wa wilaya, lakini pia tunaomba polisi kata katika level ya kata. Hivyo basi kupitia mikutano ya kule kwenye level za vijiji na kata, maafisa wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana kuelimisha wamiliki wa silaha wanaomiliki kwa mujibu wa sheria na kuwakumbusha mambo mbalimbali ya mwenendo mwema unaoendana na umiliki wa silaha. Labda na hizi silaha ambazo watu wanabidi wazisalimishe, ndio kama jeshi la polisi, ndio unazihifadhi au unazipeleka? Safi kabisa. Kwanza kabisa hizi silaha zinazosalimishwa baadaye zinaposalimishwa kwa level ya mtaa, kata, zinapelekwa kituo kikuu cha wilaya cha polisi, zinahifadhiwa, na baada hapo unakuja utaratibu wa kuziondosha kutoka katika vituo vya polisi na kuzipeleka katika ghala kuu la polisi la kuhifadhi silaha hizo. Na baada ya hapo serikali kupitia waziri mwenye dhamana ambayo tunasema ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, huwa tunafanya uteketezaji au uangamizaji wa silaha hizo kwa kuzichoma. Nadhani umekuwa ukiona tumekuwa tukifanya mara nyingi kwa kuzichoma moto, lakini pia tuna mashine maalum ya kukatakata vyuma, kwa sababu mtu anaweza kusema anaisha saa zingine ni za chuma zinaunguaje. Baada ya kuchoma moto yale maplastiki na mbao kuungua, tuna mashine maalum ya kukatakata. Kisha katakata tunayeyusha na kurudi kuwa kimiminika. Kwa hiyo tuna silaha haramu tunakuwa tumeiteketeza kwa utaratibu huo. Na ndio maana ukijaribu kuangalia pia katika majukumu yetu tuna jukumu lingine la kitu kinaitwa disarmament. Ndio kama vitu vya namna hiyo. Sasa ndani ya disarmament kule ndio utakutana na destructions. Yeah. Hebu mtu ambaye anawezaje kutofautisha kati ya silaha halali na silaha haramu? Nashukuru kwa swali. Silaha halali ni silaha ambayo mtu ameimiliki kwa mujibu wa sheria kwa kufuata ngazi zote, kama vile ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ambapo mtu huyu anahojiwa kwa ngazi zote na kamati za ulinzi kwa ngazi husika. Na kisha baada ya hapo maombi yake yatakuja makao makuu ya polisi, ofisi ya DCI ambayo ndio mrajisi mkuu wa silaha. Hivyo basi baadaye atapewa kibali na mrajisi mkuu wa silaha, na kisha atarudi kwenda kulipia ada ya mwaka na ada ya uhamisho wa silaha hiyo kuitoa dukani sasa kuja yeye kuimiliki, ambayo inakuwa ni form number H ya polisi. Tunasema permit for sale or transfer of arms and ammunition. Kwa hiyo baada ya hapo huyo mtu akishapata hivyo vitu vyote anakuja tunamwandikia leseni ya kumiliki silaha. Huyo mtu tunasema anakuwa anamiliki silaha halali. Lakini katika upataji wa vibali kuna silaha zingine mchakato wake unaishia kwa ngazi ya mkoa. Kwa mfano kwa mtu binafsi anayeomba shotgun au rifles, wale wanaishia ngazi ya mkoa. Lakini kwa makampuni, kwa silaha aina ya pistol, kwa makampuni ya ulinzi yanaomba kumiliki shotgun na makampuni ya uwindaji wa kitalii, mchakato wake unaishia ofisi ya DCI ndio anawapa kibali. Kwa hiyo iko kwa namna hiyo. Lakini silaha haramu ni ipi? Silaha haramu ni silaha ambayo inamilikiwa kinyume cha sheria. Kivipi? Kwa mfano kuna mtu mwingine ameweza kupenya na silaha mengi nayo nchini bila kufuata utaratibu wa kuingiza silaha nchini na akaendelea kuimiliki, hiyo tunaita silaha haramu. Lakini pia kuna silaha nyingine unakuta mtu labda unakuta hizo silaha mara nyingi zinakuwa kwa mfano mtu ameificha shambani au ameitelekeza kwenye nyumba au imeficha kwenye majengo ambayo hayajaisha.
Na mara nyingi silaha hizi zinakuwa zinafika katika masuala mazima ya uhalifu. Kwa hiyo hizi zote tunaziita ni silaha haramu. Lakini pia kuna silaha ambayo unakuta mtu alikuwa anamiliki kwa mujibu wa sheria, lakini baada hapo yule mtu Mwenyezi Mungu akamchukua akatangulia mbele za haki na akawa ameacha silaha katika familia yake. Sasa sheria inatakiwa ile silaha ipelekwe kituo cha polisi mara baada ya yule mmiliki kufariki. Sasa wengine wanakuwa wapeleki. Sasa hizo silaha zote tunaita ni silaha haramu kwa sababu tayari ambaye alikuwa na sifa za kuimiliki ameshaondoka. Unaona? Kwa hiyo silaha sasa wale waliobaki pale hawana uhalali kuimiliki silaha hiyo. Nadhani ni miongoni mwa makatazo ambayo tunayo kwa watu wanaomiliki silaha kwa mujibu wa sheria. Ni kwamba kwanza fahamu kabisa silaha ni sisi tunaoshughulika na urajisi wa silaha za kiraia tunasema ni kama sehemu ya kiungo cha mwili wako. Kwa hiyo silaha ni kumiliki wa silaha ni siri. Sasa wewe tunapokupa silaha unaiweka katika maungo yako ambayo unaiweka labda katika sehemu ya kuonekana, au unaiweka mezani unakunywa pombe, au umekaa katika maeneo ya starehe unaiweka mezani. Lakini pia wengine wapo anakuta ameiweka kwenye gari yake kwenye dashboard, lakini anapiga picha anaweka status. Unaona? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema endapo tukimbaini mtu yoyote wa namna hiyo tuna haki ya kumuondolea sifa za umiliki wa silaha. Lakini kuna wengine wakuta amekaa maeneo anasema na hapa ipo, anaonyesha sasa na tumeenda mbali katika tafiti wanatuambia kwamba watu wengine wanazitumia hivyo kama kutafuta mvuto. Hasa hii changamoto tunayo kwa wanaume sana sisi. Watu wengine tafuta mvuto kwa watoto wa kike kwamba anapomwona kwamba ameweka silaha kiunoni yeye anamuona ni mtu ambaye ana unafuu wa maisha au namna gani vipi. Sasa vitu vya namna hiyo sisi kubaini kama warajisi wa silaha kutoka ofisi ya mkurugenzi upelelezi wa makosa ya jinai, sisi tunakufutia sifa za umiliki. Lakini wapo wanaume wengine ugomvi kidogo na mke wake ametoa silaha. Ile silaha tumekumilikisha kwa ajili ya ulinzi wako wewe. Pale unapoona inatakiwa itumike pale unapoona maisha yako hatarini au ya mtu mwingine. Sasa wewe mke ndani wewe unamtolea pistol. Tukipata taarifa za namna hiyo tunamuondolea sifa za umiliki wa silaha. Lakini pia tumekuwa tukiona kuna baadhi ya watu wanahudhuria kwenye kumbi za kutazamia mpira, hasa mpira wa miguu. Timu yake ikishinda yeye anapiga risasi juu. Wengine wanapiga risasi wakiona mwaka mpya umekaribia anapiga risasi juu. Hivyo ni vitu vyote ambavyo haviruhusiwi kwa watu ambao wamiliki silaha kisheria. Watakaofanya hivi ina maana kwamba wanatupa sisi nafasi kuondolea sifa za umiliki wa silaha. Nadhani mpaka hapo nitakuwa nimekujibu. Okay, sawa. Ni hawa watu ambao wanamiliki silaha. Watu ndio wenye sifa gani hasa? Yaani atakiwa kuwa ni mtu mwenye sifa gani anayemiliki silaha? Sifa ya kwanza tunaangalia huyo mtu kwanza awe na matishio ya kiusalama. Kwa sababu silaha sio kila mtu anaimiliki tu anavyojisikia. Na sisi kama ofisi ya mrajisi mkuu wa silaha, mrajisi mkuu wa leseni za silaha, hatumilikishi kila mtu. Tunaangalia ana matishio ya kiusalama, shughuli zake anazozifanya ziko katika mazingira hatarishi. Kwa mfano, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanafanya kazi katika mazingira hatarishi. Mtu anafanya biashara labda ya ng'ombe, ananunua ng'ombe labda mpaka 100, ambao kila ng'ombe moja ukimwangalia thamani yake ni sio chini ya milioni 1 mpaka milioni 1.5. Hawa watu watembea na hela cash. Anampa mkulima, anamuuzia mfugo wake, na sasa mtu kama unakuta tembea na hela nyingi. Na sisi tunaamini kwamba tunasema polisi tunalinda usalama wa nini na mali zao. Sasa hatuwezi kila polisi akaa anatembea na kila mfanyabiashara. Ndio tunakuja na dhana sasa kuamilikisha nini silaha ili waweze kujilinda. Tunasema ulinzi uanze na wewe kwanza. Sasa ndio tunakuja na dhana hiyo kwa wale wenye sifa. Unaona? Kwa wale wenye nini? Wenye sifa. Lakini pia tunayo makundi pia makundi ya watumishi wa umma ambao sio wafanyabiashara rahisi. Lakini mazingira wanayojibikia, wanaofanyia kazi ni mazingira hatarishi. Kwa hiyo watu wa namna hii inabidi tuweze kuamilikisha silaha. Lakini tuna makampuni ya ulinzi binafsi kama unayoona kina Suma JKT, kina Police Corporation, so na kampuni zingine za ulinzi. Yale makundi tunamilikisha na wenyewe kwa sababu wanalinda usalama wa raia na mali zao na wanafanya biashara za kiulinzi, tunawamilikisha. Lakini pia tuna makundi ya uwindaji wa kitalii.
makundi ya uwindaji wa kitalii, na ukumbuke kabisa tuliona hapo miaka ya nyuma hapo 2022 Mheshimiwa Rais alizindua Royal Tours. Sasa Royal Tours sio utalii wa picha tu. Alizindua nadhani pamoja mpaka utalii wa uwindaji, tasnia ya uwindaji wa nini? Wa kitalii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna watu wengi wanakuja kuwinda nchini. Sasa makundi ya namna hiyo na yenyewe tunayamilikisha silaha kwa ajili ya nini? Ya watalii kuindia. Kwa hiyo hayo naweza kusema kwamba ni makundi au ya watu wenye sifa ambao watakiwa kumiliki hizi silaha. Lakini pia umri, lazima awe na umri kuanzia miaka 25 kwa mtu binafsi. Na kwa kuchanganua kidogo kwamba kuna silaha aina ya pistol. Hizi ndio tunasema mtu anamiliki mtu mmoja kwa single, tunasema kwa ajili ya self defense. Lakini silaha aina ya shotgun, hizi zinakuwa ni silaha mahususi kwa ajili ya mtu, kwa mfano kama vile wakulima na wafugaji kuweza kuzitumia kwa ajili ya ulinzi wao. Lakini silaha aina ya rifle, hizi zinakuwa ni mahususi kwa ajili ya tasnia ya uwindaji wa kitalii. Okay. Ndio. Mtu akinunua silaha nje ya nchi. Ndio. Akaja akaingia nayo ndani. Ndio. Hapo inakuwaje? Ni kweli Watanzania wanaruhusiwa kununua silaha ndani ya nchi kwa maduka yetu ya Tanganyika Arms na Mzinga yaliyoko ndani ya nchi. Lakini pia Mtanzania huyo ana haki ya kununua silaha nje ya nchi. Sasa hizi ni biashara. Saa zingine bei ya ndani ni kubwa, akaamua kununua bei ndogo nje. Kwa mfano chukulia mtu amenunua silaha labda Uingereza au Poland. Kuna vitu ambavyo anatakiwa aweze kuwa navyo kuingiza hiyo silaha nchini kwa mujibu wa sheria ili iweze kuwa silaha halali. Kwa mfano, mtu huyu lazima aandike barua kupitia ofisi ya kamanda wa polisi mkoa husika alipo, na kamanda amwandikie mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, ambaye ndiye mrajisi mkuu wa silaha. Zeni mrajisi mkuu wa silaha atampa kibali ambayo atampa kibali cha kuingiza silaha nchini ambayo tunaita ni import license. Na atampa leseni ya kuingiza silaha nchini. Huyo mtu atakapofika pale ni lazima hiyo silaha ipitie kwenye maeneo ya forodha, mfano ambapo wanatoza ushuru. Kwa mfano airport, bandarini au mipakani. Na moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo kwanza ni vile kama vile, kwa mfano anatakiwa awe na kitu kinaitwa pro forma invoice. Hiyo inakuwa kama ni stakabadhi ya kununulia silaha. Lakini pia atatuonyesha kitu kinaitwa air bill ticketing. Lakini baada hapo atakapofikisha silaha yake pale forodha, watampa form namba 89 ya nadhani inashughulika na masuala tax clearance hii. Kwa hiyo akishakuwa na vitu vya namna hii, basi sisi tunaamini kwamba huyo mtu ameingia silaha nchini na ataenda kuhifadhi kwenye gara la kuhifadhi silaha kama vile Mzinga au Tanganyika Arms, akisubiri mchakato wa umiliki wa silaha hiyo kufanyika. Kwa majina anaitwa Detective Constable Ibtisam Faki Zubere kutoka makao makuu ya polisi, ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai, kwenye kitengo cha udhibiti wa silaha na risasi. Sifa ya kwanza, awe na kuanzia miaka 25 na kuendelea. Sifa ya pili, awe ni Mtanzania. Awe ni Mtanzania au awe amepata kibali cha kudumu cha mkazi wa Tanzania. Sifa ya tatu, awe amepitia mafunzo ya kutumia silaha ambayo yanatolewa kwenye jeshi la polisi. Sifa ya nne, asiwe mtumiaji wa madawa ya kulevya au asiwe mwathirika pia wa madawa ya kulevya. Sifa nyingine, awe na akili timamu. Sifa nyingine pia, asiwe kwamba amewahi kushtakiwa kwa kosa la jinai au amewahi kutenda kosa la jinai lolote. Asiwe kwenye hayo mashtaka. Sifa ni hizo. Nyaraka zipo. Nyaraka ya kwanza, awe na kitambulisho, awe na cheti cha kuzaliwa. Awe na kitambulisho au namba ya NIDA, kitambulisho cha NIDA au namba yake ya NIDA. Pia nyaraka nyingine inatakiwa ni hati ya tabia njema ambayo inatolewa polisi, wanaita police clearance. Awe nayo. Pia kama silaha anayotumia aidha amerisishwa
mfano kwa mtu tuseme amerisi kwa baba amefariki au mama amefariki, uwepo uthibitisho wa mtu ambaye anamiliki mwanzo amefariki, na kama amenunua iwepo ile hati ya manunuzi, aidha amenunua dukani, kwa mfano Tanganyika Arms, iwepo ile receipt ya kule Tanganyika Arms. Kama ni mzinga, iwepo receipt ya mzinga. Pia kama amenunua kwa mtu amechoka tu kutumia, amemuuzia, uwepo ule mkataba wa mauziano kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Sasa tuko kwenye kampeni ya kutaka hizi silaha zitoke mitaani kwa watu ambao wanamiliki kinyume na sheria. Naomba wapi sasa hivi wananchi wanaotazama? Kwa ambao wananchi wananiangalia wanaotumia silaha kinyume na sheria, ushauri wangu ni kwamba wasalimishe hizo silaha, kwa sababu upindi mtu kisalimisha saizi hakuna sheria yoyote itakao kukamata, aidha kama uliwahi kutenda kosa huko kutumia hiyo silaha au vipi. Yaani unakuwa uko salama kabisa. Tofauti na ile kwamba ikifika tarehe 1 Novemba ndio unaenda kusalimisha, pale sheria lazima itafuata mkondo wake. Kwa hiyo ushauri wangu saizi, yani nawahamasisha sana, maana kampeni ilianza tangu tarehe 1 Septemba na inaisha tarehe 31 Oktoba. Kwa hiyo wawe na moyo tu wa kutoa, hakuna sheria yoyote itakayochukuliwa, na wasalimishe silaha zao. Kuna vituo vya polisi, kuna serikali za mitaa, za watendaji kata, na usalimishaji unaanza kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 10 kwa muda miezi 2 ambao ni Septemba na Oktoba. Kiangukia Novemba sheria itafuata mkondo wake. Na yeye ana namba ya simu ya kupigia bwana, naleta bwana. Nani, kwa sababu mimi niko Dodoma, sasa utanipigia simu mimi wakati wewe tuseme uko Dar na vituo vipo karibu. Hapana, yani kituo chochote cha karibu yako unaweza ukasalimisha silaha na usifanye chochote kwa muda miezi 2. Na wakija kusalimisha, labda kuna notice wanaandika kwa watu fulani ya kusalimisha silaha yako, labda ilikuwa namba fulani. Notice lazima iwepo ili kujua pia ni idadi gani ambazo za silaha zimesalimishwa kwa kipindi hicho. Lazima notice iwepo. Sawa.